Vita kati ya Marekani na Iran vinaendelea kushika kasi huku Washington ikianzisha mashambulizi mapya dhidi ya maeneo ya kijeshi katika pwani ya kusini mwa Iran, hatua ambayo imezidisha hofu ya kuongezeka kwa mzozo unaoweza kuathiri uchumi wa dunia na usalama wa Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM, operesheni ya hivi karibuni ilidumu kwa dakika 90 na ilihusisha mashambulizi ya usahihi dhidi ya mifumo ya ulinzi wa anga ya pwani, maghala ya makombora ya cruise na maeneo ya kurushia makombora katika kisiwa cha Greater Tinb. Marekani imedai kuwa mashambulizi hayo yamelenga kupunguza uwezo wa Iran kushambulia meli za biashara katika mlango wa Hormuz. Maafisa wa Iran wamesema zaidi ya raia 30 wameuawa huku wengine zaidi ya 260 wakijeruhiwa katika mashambulizi yaliyofanywa na Marekani katika maeneo ya kusini mwa nchi katika siku za hivi karibuni. Aidha, wanajeshi 7 wa Iran wameripotiwa kuuawa, jambo ambalo serikali ya Tehran inalieleza kama ushahidi wa kujitoa kwa vikosi vyake katika kulinda taifa. Wakati huo huo, Iran imeendelea kusisitiza kuwa ina haki ya kujibu mashambulizi yote yanayofanywa kutoka katika anga au ardhi ya mataifa jirani yanayoruhusu vikosi vya Marekani kutumia maeneo yao. Wachambuzi wanaonya kuwa msimamo huo unaweza kuyavuta mataifa ya Ghuba kama Qatar, Bahrain na Falme za Kiarabu katika mgogoro huo na kuifanya kuwa mgogoro mkubwa zaidi. Mvutano huo pia umeongezeka zaidi baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutishia kushambulia miundombinu ya kiraia ya Iran ikiwemo madaraja na mitambo ya umeme ikiwa Tehran haitarejea katika mazungumzo ya amani. Kauli hii imezua upinzani mkali ndani ya Iran, huku mwanazuoni mwenye ushawishi mkubwa Ayatollah Ali Reza Rafi akiwataka viongozi wa nchi hiyo kutokubali kurejea kwenye meza ya mazungumzo kwa kile alichokiita kutetea haki halali za taifa la Kiislamu. Katika hatua nyingine, Marekani imeongeza vikwazo vipya dhidi ya raia na kampuni za Iran ikiwemo Nika Jet Company na mfanyabiashara Behruz Namazi kwa madai ya kuwa na uhusiano na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Athari za vita hivyo zimeanza kuonekana katika uchumi wa dunia. Wachumi wanaonya kuwa hifadhi za mafuta duniani zimepungua kwa kiasi kikubwa tangu vita vilipoanza Februari 28 na kufungwa kwa mlango wa Hormuz kumeendelea kuvuruga usafirishaji wa mafuta na bidhaa nyingine muhimu. Iran imeripotiwa kuzuia meli kadhaa za kibiashara kupitia eneo hilo, huku Marekani ikisema imelazimika kuelekeza upya baadhi ya meli ili kuhakikisha usalama wao. Tathmini ya hivi karibuni zinaonyesha kuwa Marekani tayari imetumia mabilioni ya dola katika vita hivyo na imepunguza kwa kiasi kikubwa akiba ya baadhi ya silaha zake muhimu. Wakati huo huo, Iran inakabiliwa na changamoto za kiuchumi zinazokadiriwa kusababisha hasara ya zaidi ya dola bilioni 270, huku mfumuko wa bei na ukosefu wa ajira ukiendelea kuwa mzigo mkubwa kwa wananchi. Huku mapigano yakiendelea, jumuiya ya kimataifa inaendelea kufuatilia kwa karibu iwapo pande hizo mbili zitachagua njia ya mazungumzo au kuendelea na vita ambavyo vinaonekana kuingia katika hatua mpya yenye hatari kubwa kwa usalama wa kikanda na uchumi wa dunia.